Natumai langu mzima na buheri kabisa wa afya, mtazamaji wa Dodoma City TV. Karibu sana katika matukio ya wiki kwa wiki hii ya leo ya tarehe 31 hadi tarehe 6 ya mwezi Juni 2025. Kabla ya kuanza matukio haya ya wiki, huu hapa ni muhtasari wake. Wakurugenzi wa halmashauri zote nchini watakiwa kuzingatia mipango miji kwa lengo la kuendelea kutunza mazingira. Halmashauri ya jiji la Dodoma yaadhimisha Samia Day kwa kishindo kwa kuwaeleza wananchi yale yaliyofanywa na serikali ya awamu ya 6. Na kuna kwa habari za michezo na burudani, halmashauri ya jiji la Dodoma imeendelea kufanya maandalizi ya kushiriki mashindano ya UMISETA. Mtazamaji wa Dodoma City TV, ni kusihi tu ufuatane nami mwanzo hadi mwisho wa matukio haya ya wiki ili kuweza kujionea ni lipi ama nani amefanya nini kwa sababu gani ndani ya halmashauri ya jiji la Dodoma. Nitaka kusogezea matukio haya ya wiki kwa wiki hii ya leo. Mimi ni Queen Peter. Karibu. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Philip Mpango alikuwa mgeni rasmi akimwakilisha Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika maadhimisho ya Siku ya Mazingira Duniani, ambapo aliwaasa wakurugenzi wa halmashauri zote nchini kuzingatia mipango miji kwa lengo la kuendelea kutunza mazingira. Hii ni makazi ya viumbe hai na baadhi yake ni vyanzo vya maji ambayo ni muhimu katika ustawi wa maisha yetu binadamu na maisha yetu kiuchumi. Takriban 61% ya ardhi nchini iko katika hatari ya kuharibika, na uharibifu huo pia umeongezeka zaidi kutokana na kuwepo kwa athari za mabadiliko ya tabia nchi, ambapo maeneo ya nchi yenye hali ya mvua chache yamezidi kukumbwa na ukame na hivyo kushuka kwa uzalishaji wa mazao ya kilimo na kutishia usalama wa chakula katika maeneo hayo. Napenda niwatake wakurugenzi wa miji katika halmashauri zote nchini kusimamia mipango miji ambayo tumejiwekea. Napenda kutumia nafasi hii kuelekeza wizara, taasisi na mamlaka za serikali za mitaa nchini kuongeza kasi ya usimamizi na utekelezaji wa hatua hizi, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuhamasisha utunzaji wa mazingira kwa ujumla. Hawa ni baadhi ya watu waliohudhuria maadhimisho hayo na walikuwa na haya ya kusema. Uwepo wa siku kama hii tumepata fursa mbalimbali, wadau mbalimbali wamefika, wananchi wamejifunza mengi, ikiwemo gari linalotumia sola, wamepata elimu ya kutunza mazingira kwa kupanda miti, lakini vile vile kwa kufuga nyuki, lakini wamepata elimu vile vile ya kuangalia ni maeneo yapi yanaweza kuathirika na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa jina anaitwa Dainesi Sanga, ni mtafiti kutoka taasisi ya utafiti Tanzania TARI, kituo cha Makutupora. Katika wiki hii ya mazingira tumekuja na teknolojia chache ambazo zinakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa sababu TARI tunaibua teknolojia za kilimo, tunafahamu kwamba kilimo kinachangia katika uharibifu wa mazingira. Lakini hatuwezi kuacha kulima kwa sababu kilimo ndio uti wa mgongo. Lazima tulime. Sasa ili tulime, ili tuepukane na uharibifu wa mazingira kupitia kilimo, lazima tuje na teknolojia au mbinu ambazo zitakabiliana na uharibifu wa mazingira, zitatunza mazingira. Teknolojia hizo, tunayo teknolojia ya kuandaa shamba kwa njia ya matuta ya kufunga. Teknolojia hii ni bora kabisa kwa mkulima. Mkulima anaandaa shamba kwa njia ya matuta, lakini pia matuta yale anayafunga kutengeneza vishimo katika mifereji, vishimo hivyo ambavyo vitakuwa vinavuna maji ya mvua. Mkuu wa wilaya Dodoma Alhaji Jabir Shekimweli alisema serikali ya awamu ya 6 itaendelea kutekeleza miradi ya kimkakati katika jiji la Dodoma, ambapo takriban shilingi bilioni 68 zimetumika kutekeleza miradi mbali ndani ya jiji hilo. Aliyasema hayo katika Samia Day iliyofanyika katika kata ya Makole jijini hapa. Lakini halmashauri ya jiji la Dodoma imepokea miradi mbalimbali tofauti ya maendeleo karibu shilingi bilioni 68. Haijawahi kutokea katika historia. Makofi mengi sana kwa rais wetu.
lakini miradi mikubwa kwenye ngazi ya serikali kuu kwenye wilaya, ikiwemo ujenzi wa ofisi ya mkuu wa wilaya, ununuzi wa gari ya mkuu wa wilaya, ujenzi wa ofisi za tarafa na kadhalika. Shilingi bilioni 63.9 imetumika kwa ajili ya jambo hilo. Naye afisa mtendaji kata wa kata ya Makoli Suzana Yohana alikuwa na haya ya kusema. Miradi iliyotekelezwa kata ya Makoli kwa kipindi cha miaka 4. Jumla ya fedha zote zilizopokelewa katika miradi yote ni shilingi bilioni 1,130,799,109.00. Wananchi wa kata ya Kikuyu Kusini kwa kushirikiana na mkuu wa kitengo cha usafi na udhibiti wa taka Dickson Kimaro na vikundi vya usafi jiji la Dodoma walijitokeza kufanya usafi kuanzia barabara ya Magorofani kuelekea St. Mary's Chidachi. Kimaro alisema wananchi wanatakiwa kuendelea kuzingatia usafi wa mazingira na kusimamia sheria zote na kujitokeza kufanya usafi kila Jumamosi. Leo ni Jumamosi ya mwisho wa mwezi, kwa maana tarehe 31 mwezi wa 5, ambao ni Jumamosi ya mwisho wa mwezi, ambao tumeshiriki kufanya usafi katika kata hizi za Mkonze, kata ya Kikuyu Kaskazini na Kusini, katika usafi wa mitaro ya maji ya mvua. Lakini hii tunaelekea vile vile uzinduzi wa maadhimisho ya wiki ya mazingira katika halmashauri yetu ya jiji la Dodoma, ambapo itaanza tarehe 1 lakini mwisho itakuwa tarehe 5, ambayo itakuwa ni kilele na ambacho tutakuwa na maonyesho mbalimbali katika ukumbi wetu wa Jakaya Kikwete pale. Kama mnavyoona, wananchi wameshiriki katika usafi wa Jumamosi ya leo. Tumesafisha mitaro. Mimi niendelee kutoa wito kwa wananchi wa jiji la Dodoma kuendelea kujitokeza kufanya usafi katika mazingira yao ya biashara, makazi na maeneo yanayozunguka. Tunao kauli mbiu ambayo inasema mita 5 usafi wangu mita 5. Lakini kama unavyoona tumetoa gari la jiji ambalo linapita kuondosha taka zote. Tunasema Tanzania yetu, mazingira yetu, ndio kauli mbiu ya wiki ya mazingira ambayo tunaenda nayo. Tuyapende mazingira yetu, tujali mazingira yetu, na tunasema Dodoma ni fahari ya Watanzania. Kwa hiyo lazima Dodoma iwe safi, kwa maana ndio fahari ya Watanzania. Kwa upande wake, chifu wa Wagogo mkoani Dodoma, Mtemi Mazengo wa pili, alikuwa na haya ya kusema. Tupo hapa kwa ajili ya usafi, kuadhimisha usafi duniani. Mambo ya usafi ni kwamba sio kitu kigeni, ni kitu ni endelevu toka enzi za babu zetu, na sisi tumerithi, na sisi tunawaridhisha vijana ambao ndio sasa hivi wanaibuka ili kusudi zoezi hili liwe endelevu. Ni kwamba sisi kama machifu ni kuhamasisha jamii ambayo ipo kwenye himaya zetu mambo ya usafi. Usafi ni kwa faida yetu sisi sote na jamii kwa ujumla. Mkuu wa gereza la Isanga mkoa wa Dodoma ASP Zefania Neligea alimpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kusisitiza matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa lengo la kutunza mazingira, pia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati katika mkoa wa Dodoma. Aliyasema hayo katika maadhimisho ya siku ya Samia Day yaliyofanyika katika kata ya Hazina. Mfano sisi jeshi la magereza, mfano siku ya leo wanafunzi wangu pale wapo 1254. Hapo awali tulikuwa tunatumia nishati chafu kwa ajili ya matumizi ya kupikia chakula chao, kwa maana ya kuni. Tulikuwa tunateketeza miti mingapi? Lakini leo hii jeshi la magereza katika kipande hiki ambacho nimepewa kuongoza, sasa hivi tunatumia gesi pamoja na mkaa rafiki kwa maana ya briquettes. Hayo ni mafanikio yasiyoonekana, lakini yapo na mengine mengi ambayo si rahisi kuweza kuyajua. Lakini niseme ninaungana na wote walioratibu jambo hili na wote wanaopongeza jitihada ambazo zimefanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Uongozi wa kata Ipala uliadhimisha Samia Day kwa kuwaeleza wananchi yale yaliyofanywa na serikali ya awamu ya 6, ikiwemo ujenzi wa shule, visima, barabara na vituo vya afya. Akizungumza na wananchi, mgeni rasmi katika siku hiyo Evelyn Shafrieli alisema wakazi wa Ipala wana kila sababu ya kuipongeza serikali kwa yale yaliyofanywa. Shule zinaendelea kujengwa nyingi kwa ajili ya kuwarahisishia wanafunzi wetu kufika shuleni.
ili kila Mtanzania aweze kupata elimu. Hii inaonyesha kwamba ni kiasi gani mama alivyo na mapenzi mema kwetu. Hataki wanafunzi watembee umbali mrefu, kwa hiyo anaendelea kusogeza huduma karibu na sisi wananchi. Kuna ongezeko la walimu katika kata yetu. Hii yote ni kuhakikisha jamani, Ipala tunasonga mbele kielimu na kimaendeleo. Katika kipindi cha miaka minne tumepata visima vipya, mabwawa ya maji. Kuna ukarabati wa visima na mabwawa hayo ambayo yamegharimu zaidi ya milioni 100. Hii yote inaonyesha jinsi gani mama anavyojitahidi kuwatua wamama ndoo kichwani. Tuna miradi ya TASA ambayo miradi hii inalenga kuinua kipato katika kaya maskini. Wakitoa shukrani kwa serikali, wanafunzi walikuwa na haya ya kusema. Tunamshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan kutujengea madarasa ya vyumba 4 vya madarasa. Kwa mwaka 2023 alitujengea chumba kimoja cha darasa na ofisi. Kwa mwaka 2024 alitujengea vyumba 2 vya madarasa, vyoo pamoja na karo la kuhifadhia maji ya mvua. Namshukuru Mama Samia. Ametujengea madarasa. Wanafunzi wa shule ya msingi Ipala darasa la 7 walikuwa 165, wakikaa chumba kimoja, walikuwa wakibanana. Lakini Mama Samia alitujengea madarasa. Saizi tunakaa vyumba 2 na mwalimu anapata nafasi kupita kuangalia wanafunzi. Kajenga shule ya msingi Mwinyi, madarasa vyumba 2. Darasa la kwanza walikuwa wakipata shida kutembea umbali mrefu mpaka kuja hapa shule ya msingi Ipala. Sasa wamerahisishwa kazi, wanasomea huko. Diwani wa kata ya Ihumwa Edward Magawa alimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa utekelezaji wa miradi yote yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 4, ambayo pesa hiyo imekwenda kutatua changamoto zilizokuwa zikiwakumba wananchi. Shukrani hizo alizitoa katika maadhimisho ya Samia Day yaliyofanyika kwa lengo la kuwaeleza wananchi yale yaliyofanywa na serikali ya awamu ya 6. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa ambayo anaifanya kwenye kata yetu ya Ihumwa, lakini kwa mkoa wetu wa Dodoma na Tanzania kwa ujumla. Naweza kusema sisi Ihumwa tunapaswa tumshukuru sana. Unapoambiwa miradi ya bilioni 4 na milioni kadhaa, sio kitu kidogo katika kipindi cha miaka 5 ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Naye Joyce Shungu, mkazi wa Ihumwa, alisema maendeleo yote yaliyofanywa ni kwa jitihada na ushirikiano wa viongozi wote. Hakika mama amefanya kazi. Wanawake safi. Kwa kweli tunashuhudia tulivyokuwa tunaishi Ihumwa hapa. Diwani wangu mimi ni shahidi, tumechota naye maji kwenye baisikeli tukiwa ng'ambo, na inatakiwa muamke mapema saa 10. Kama nitasema uongo, diwani atasema unasema uongo. Lakini hizo heka zote sasa hivi zimeisha. Lakini tumekuwa mashahidi, shule hizi walizosema kweli shule tumepewa. Hatutokuwa na mambo mengi ya kuongea. Katika kata 41 Ihumwa tufunge na kuomba. Huo ndio ukweli usiofichika. Lakini huku ni jitihada za viongozi.
Mtazamaji, unaendelea kufuatilia matukio ya wiki katika jiji hili la Dodoma kupitia Dodoma City TV. Mimi ni Queen Peter. Zifuatazo sasa ni habari za michezo na burudani. Halmashauri ya jiji la Dodoma imeendelea kufanya maandalizi kushiriki mashindano ya UMISETA ambayo yanatarajiwa kuanza tarehe 9 mwezi Juni 2025 ngazi ya mkoa, ikiwa timu zote zimejiandaa vizuri kwa ajili ya kupata ushindi. Hayo yalisemwa na afisa michezo jiji la Dodoma Peter Ititi kati wa mapokezi ya vifaa vya michezo ambavyo vimetolewa na mbunge wa jimbo la Dodoma mjini Anton Mavunde. Tuko hapa kwenye hii kambi yetu ya halmashauri ya Dodoma kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya UMISETA ngazi ya mkoa ambaye tunategemea tuanze tarehe 9 mwezi huu wa 6 2025 kwa ajili ya maandalizi ya ngazi ya mkoa. Kwa tukio la leo tumepokea vifaa vya michezo kutoka kwa Mheshimiwa Peter Mavunde ambaye ndio mbunge wetu na waziri wa madini. Kwa kweli amekuwa akifanya hivi kila mwaka. Imekuwa ni desturi yake kutumotivate sisi wanajiji wa Dodoma, na tuna heshima kubwa ya kupokea vifaa hivi ambavyo vitaleta chachu kubwa katika ushindi wetu wa michezo yote katika halmashauri ya jiji la Dodoma. Kwa upande wake, katibu wa mbunge Silas Sylvester alisema vifaa vilivyotolewa ni tracksuit 150, jezi na mipira kwa kila timu. Pia aliwaasa kuendeleza rekodi ya ushindi kwa kila mchezo. Kwa niko hapa kwa ajili ya tendo moja tu la kuwakabidhi hizo sare. Mlituomba tracksuit, tuliambiwa mpo wanafunzi 120. Kwa hiyo nimeleta tracksuit za wanafunzi 120, za wanamichezo 120. Nimeleta tracksuit 30 za waratibu na walimu watakaosimamia. Na tukaambiwa kuna michezo kama 4 au 5. Kuna football, kuna handball, kuna volleyball, kuna basketball, kuna netball, si ndio Kwa timu zote hizo tumewaletea jezi, kila mtu seti moja, kila timu seti moja moja. Mimi nilikuwa naomba michezo yote tushinde na tumpe taarifa kama michezo yote tumeshinda. Na ikiwezekana wakati wa mashindano akiwa na nafasi tumuite aje ashuhudie kama akipata nafasi. Sisi tutafurahi sana kama timu kama jiji la Dodoma tutachukua vikombe vyote. Iwe basket, football, timu zote tushinde, tuchukue makombe yote. Mtazamaji wa Dodoma City TV, mpaka kufikia hapa tumefikia tamati ya matukio yetu ya wiki kwa wiki hii ya tarehe 31 hadi tarehe 6 ya mwezi Juni 2025. Ninakusihi tu usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Mpaka wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea tuliokusogezea matukio haya kwa wiki hii. Mimi ni Queen Peter Masunga kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa.